Ndani ya miaka minne ya Mheshimiwa Rais, kazi kubwa sana imefanyika na wananchi na wachimbaji wa mkoa wa Geita waliona waitumie siku ya leo kwa ajili ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais nataka niwahakikishie kwamba salamu zenu zimefika. Nitazipeleka salamu zenu kwa Mheshimiwa Rais kumwambia mambo yote ambayo mmeyasema siku ya leo, kuonesha shukrani yenu kubwa sana kwake. Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo, ndugu zangu, tunakwenda kununua helikopta ambayo tutaifunga vifaa vya kisasa, itakuwa na uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka mita 500 kujua kilichomo chini ya ardhi, ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wetu wa nchini Tanzania. Nani kama Samia? Tunakumpongeza Rais Samia. Yako mambo ambayo Dr. Samia ameyafanya kwa wachimbaji wadogo. Ukiangalia mimi wakati nakuja hapa Geita na wakati Dr. Samia anaingia madarakani, leseni walizokuwa nazo wachimbaji wadogo zilikuwa hazizidi leseni 2000. Mheshimiwa Waziri, kati ya sasa na mpaka mwaka huu miaka 4 ya Dr. Samia, wachimbaji wadogo wana zaidi ya leseni ambazo zimetolewa na Samia, zaidi ya leseni sasa ziko zaidi ya 3500, ukijumlisha na zile 2000 tuna zaidi ya 5500. Na mwaka jana peke yake Dr. Samia ametupatia zaidi ya leseni 2000. Tufikishie shukrani zetu za dhati kwa Rais Samia kwa namna ambavyo amewagusa wachimbaji wadogo katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa Geita. Wakati Dr. Samia anaingia madarakani, uzalishaji wa wachimbaji wadogo kwenye dhahabu kwa mwezi ilikuwa hazizidi kilo 200. Leo Mheshimiwa Waziri, tunavyosema wachimbaji wadogo wanazalisha kilo zaidi ya 450 na kwa mwaka wamefikisha zaidi ya kilo 1550 zenye thamani ya trilioni 1 na bilioni 500. Haijawahi kutokea Mheshimiwa Waziri. Hii maana yake ni nini? Katika uongozi wa Dr. Samia, katika kipindi cha miaka 4 ameongeza uzalishaji wa dhahabu kwa mwaka kwa wachimbaji wadogo kutoka bilioni 700 walizokuwa wanapata wachimbaji wadogo. Leo wachimbaji wadogo wanapata zaidi ya bilioni 1500 kwa mwaka mzima. Tunaomba fikisha shukrani zetu za dhati kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza sana kama wakina mama wa Ililika, na pia tunamshukuru kwa hiyo miaka 4 ya kutuwezesha wamama wachimbaji tukafikia hapa tulipofikia, na tutampa mitano tena endelee kutufanyia yale mema ambayo ametuandalia wamama. Kipindi cha nyuma walikuwa wanachimba wanaume, wakichimba madini wanaume, ukienda mama unaweza kufanyia ukatili mkubwa sana. Lakini leo migodi mingi tumetapakaa wanawake sawa kwa wanaume na tunafanya kazi bila ukatili. Tunampongeza sana. Mimi kama Salma nimepokea tuzo ya Malkia Madini Kanda ya Ziwa kwa sababu ya nguvu za mama. Miaka yake 4 ya mama imenifanya kuonekana kuwa kinara wa madini. Sina vingine zaidi ya kusema miaka 5 mingine kwa mama. Sisi hatuwezi kuchimba, sisi hatuwezi bila kuwezeshwa na mama, sisi hatuwezi bila teknolojia, hatuwezi bila uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais, hatuwezi bila amani. Kwa hiyo wachimbaji wote tunasema tunachimba na Samia. Nyuma ya jezi hii tumeandika Samia wetu, dhahabu yetu, na madini yetu ni urithi wetu. Tulikwenda kwenye uzinduzi wa mitambo, tukamwomba Mama Samia ikimpendeza atuachie tuchimbe kwenye hifadhi kule Kigosi. Mama huyu ni msikivu sana. Mpaka leo zaidi ya leseni 4000. Tumeanza na 2000, tunakwenda tena kupewa. Tumpe nini huyu mama? Amina sana. Napenda kusema jambo moja kubwa ambalo Mungu ametutendea ni kutuandalia viongozi makini wenye nia ya kuona sekta ya madini inakuwa na kuleta maendeleo Tanzania. Na yote haya ni juhudi za Mheshimiwa Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye bila yeye hatusingefika hapa tulipo. Na tunaona nia njema ambayo ipo, mengi ametufanyia. Mama Samia